ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نحمد الله حمد الشاكرين ونؤمن به إيمان الموقنين ونقر بوحدانيته إقرار الصادقين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وحبيب التائبين ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى darsa iliyopita wiki ya jana tulikuwa na mazungumzo kuhusu surati al-Fil na tukaeleza kwamba surati al-Fil inakwenda pamoja na surati Quraish, yani zinafasiriana, na tukaeleza sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kutuambia alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tukaeleza historia fupi namna ilivyokuwa zamani Madina na dini ya Uyahudi ulivyokuwa umesambaa katika jaziratul Arabia, na tukaeleza kisa cha Dhunawas alivyoamua kutangaza Uyahudi kwa silaha na jeshi. Kisha tukaeleza kisatul Ghulam, yule kijana aliyekuwa anajifunza kwa yule kuhani mchawi. Mfalme akawa anamfundisha, akaingiwa na imani baada ya kupitia kwa mwanachuoni wa Kiyahudi mcha Mungu, akapata imani ya tauhid, na mpaka mwisho akafikia kufanya maajabu ya kumponesha waziri wa mfalme. Alikuwa kipofu akawa anaona, akaitwa kwa mfalme ajieleze, mbona amekuja na mambo sio alikuwa anakusudiwa, yeye ajifundishe ule uchawi. Na mwisho yule kijana baada ya kuona mfalme ana lazima muue, akaamua kuyatoa muhanga maisha yake ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akamwelekeza vile anaweza kumua, lakini watu wamwamini Allah. Na mfalme Dhunawas aliamua watu wa Najran kuwafanyia unyama baada ya kuchukua mashimo wakatia moto na wakatupa wale wanaoamini Allah katika shimo lile. Kwa hivyo kulingana na historia hii tulieleza, imefahamika kwamba Uyahudi na ibada ya sanamu ilikuwa imekita mizizi fi jaziratil Arab, maeneo ya Waarabu, hasa sehemu ya Madina na Makka. Na Allah subhanahu wa ta'ala utaona ndani ya Qur'ani qarana al-yahuda wal-mushrikin. Allah subhanahu wa ta'ala mara nyingi huwataja Mayahudi pamoja na mushrikina. Mushrikina ni wenye kuabudu masanamu. Mara nyingi Allah huwachanganya pamoja, lianna al-yahudiyyata wal-wathaniyata bainahuma alaqa, sababu ibada ya masanamu na Uyahudi yalikuwa na mafungamano sana. Mayahudi kama tumeeleza waliishi Madina
na walikuwa wakipatikana Makka wa fi anhai al-ma'mura, walikuwa wakipatikana sehemu nyingi za dunia, mahali sehemu nyingi tofauti tofauti, kama ilivyo wao walilaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hawatakuwa na makao. Kwa hivyo waliishi yatihuna fil ardh, wametawanyika tu katika ardhi, hawana nchi, hawana makao. Na ndio Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Baqara anasema la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu al-yahuda walladhina ashraku. Allah anasema wallahi utawapata watu walio maadui wakubwa sana wa waumini ni Mayahudi na wale wanaomshirikisha Allah, walladhina ashraku. Kisa tunachokieleza cha wale waliokuwa wamechimbiwa mashimo wakatupwa katika yale mashimo ambao hawakubadilisha imani yao, walikuwa watu wengi. Baada ya kutokea kisa kile ardhi ya Najran, kuna bwana mmoja katika watu wa Najran dhahaba ila Sham, alifunga safari akaenda mpaka Sham. Sham zamani huwa ni inachanganya ardhi ya Iraq, ardhi ya Misri, yani Iraq na Sham na Iran. Hii sehemu ilikuwa inaitwa Sham. Alienda kule kwa sababu wakati huo Sham ilikuwa imetawaliwa na mfalme ambaye ni Mnasara. Dini ya Unasara ilikuwa imetawala Misri, imetawala Iraq. Iran wakati huo ilikuwa wana dini yao, wanaabudu wale majusi, wanaabudu moto. Lakini Iraq na Misri, haya maeneo walikuwa wametawaliwa na mfalme Nasrani, na alikuwa cheo cha yule mfalme anayetawala anaitwa Kaisari, yani mtawala ambaye imani yake ni sawa. Sasa mmoja katika watu wa Najran walioponea na ule mkasa na yale mateso, alienda kwa yule mfalme wa Sham Kaisar, akaeleza kilio chake kule, akamwambia ya Kaisar, ama raaita ma fu'ila bin Nasara, kuna habari yaliyofanyika Najran? Kauliza nini? Akamwambia 20,000 yuhraqu bin-nar, mambo yaliyofanyika makubwa, watu 20,000 na zaidi wote walichomwa na moto, waliunguzwa, walichimbiwa mashimo, akhadhi wakawa wanatupa pale ambaye hakukubali kubadilisha imani yake. Kwa hivyo mfalme wa Sham, wale ni watu wa imani moja na yeye, na waliteswa kwa imani yao. Alipopata hii habari alikasirika sana, alikasirika kwa kweli, lakini akaona kutoka yeye na jeshi aende Najran, Yaman, akaona ni mbali. Akamwambia yule bwana, kesi yako nimesikia, idhhab ila Najashi, mtu ambaye atakusaidia na aweze kuchukua kisasi juu ya tukio hilo. Mimi nakushauri kwa amri yangu, mimi nitamwandikia barua, wewe na barua yangu kwa Najashi. Na Najashi wakati huo alikuwa Mnasara pia, yani dini kwa wakati huo ni Yahudi na shirki ya masanamu ndio ina nguvu, na ya tatu ni Nasara. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopewa utume mara ya kwanza kutoka Jabal Hira, alipokuja nyumbani alikuwa anababaika. Mama Khadija akamsikiza, akamwambia, la, mimi sioni uwe na wasiwasi, wewe ni mtu mwema, na mtu mwema mcha Mungu alimjua Mola wake, hawezi kujiliwa na kiumbe mbaya. Akaambia twende kwa Waraka. Waraka alikuwa ni mtoto wa yake Khadija. Walipokwenda kwa Waraka alimwambia, inna hadha, huyu malaika kiumbe ulionaye pale si kiumbe mbaya,
innahu an-namus al-akbar, huyu ni malaika mkubwa mwenye cheo kikubwa sana. Nazala ala Musa wa Isa, alikuwa akiteremka kwa manabii, kuchukua ujumbe wa Allah kuleta kwa manabii. Na huyu aliwahi kumteremkia Nabii Musa na Isa bin Maryam. Kwa hivyo wanasema Waraqa kana yahudiyan wa fi riwayatin kana nasraniyan, alikuwa Myahudi, imani yake ya Kiyahudi, ama alikuwa Mnasara. Hata Makka kulikuwa na chembe za ule Mnasara. Sasa mfalme Kaisara akamwambia nenda kwa Najashi, akamwandikia barua aipeleke kwa Najashi. Yule akafika yule Arabi, ardhi ya Habasha, Ethiopia, zama hiyo inaitwa Habasha. Kisha baadaye jina la Habasha likageuka ikaitwa Abisinia. Kisha baadaye ikatoka jina la Abisinia, kwa sasa inaitwa Ethiopia. Zamani zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam ilijulikana kwa jina la Habasha. Yule bwana alipofika akampa barua Najashi. Najashi ni kile cheo chake, kama yule kule anaitwa Kaisar na jina lake. Mtawala wa Misri alipoitwa Firaun kwa jina lake. Ile barua aliambiwa na Kaisar, inna jazirat al-arab qad ihtallaha al-yahud wal-mushrikun wa anna an-nasraniyata laysa laha qiyam. Kama eleza wenzake mfalme wa Najashi, mfalme wa Ethiopia, akamwambia maeneo ya Waarabu imetekwa na imani ya Kiyahudi na imani ya Kinasara, kwa hivyo na imani ya ushirikina. Na ninavyoona ni kwamba imani ya Unasara haina nguvu kwa upande wa Yemen, upande wa Arabu. Kwa hivyo angalia lile utakalolifanya na ulipize kisasi ndio walivyofanyiwa hawa wenzetu. Najashi alipopata ile barua amesoma, akapandwa na hasira kweli, akakusanya jeshi, akatuma jeshi kwenda ardhi ya Yemen, lighazwi Yemen, kwenda kuipiga vita Yemen, hasa na kumtoa Nuwas na kutoa ufalme, kung'oa ufalme wa Dhuna wa Kiyahudi na Nuwas ambaye yuko pale, ufalme wa Nasara, ufalme wa Kiyahudi ambao yuko pale. Najashi akapeleka jeshi likavuka likaingia maeneo ya Yemen, wakafika Najran. Jeshi lilipokwenda, Nuwas hakuwa na nguvu ya kukabiliana na jeshi la Najashi. Huzima wa harab wa qadhafa nafsahu fi al-bahri famat. Alipoona amelemewa kwenye mapambano Nuwas, akaona hapa hakuna msalama kwa nafsi yake, akakimbia na akachukua maamuzi, akajitupa baharini, alikufa. Kwa hivyo jeshi la Nuwas lilimalizwa, wengine wakakimbia pamoja na mfalme wao. Baqiyat ardhu al-Yaman muhtallatan lin-Nasara. Kwa hivyo ardhi ya Yemen ikabaki chini ya utawala mikono ya Manasara. Lile jeshi lililotumwa kutoka Ethiopia lilibaki katika ardhi ya Yemen, tatawala maeneo yale. Jeshi la Najashi lilikuwa na makamanda wawili. Kwa hivyo jeshi liligawanywa vikosi viwili. Kamanda wa kwanza jina lake anaitwa Aryab, na kamanda wa pili jina lake anaitwa Abraha. Baada ya vita wamemalizana na Nuwas na wamechukua Yemen, ardhi ya Najran iko mikononi mwao. Walikaa kwa muda, kisha kukawa na hiwar bainahuma, wale makamanda wawili wakawa na mvutano kiasi.
Abraha kana qasiran nahif albadan shadid aldhaka. Wanasema Abraha alikuwa mfupi na mwili mdogo membamba, lakini alikuwa na akili kubwa sana, alikuwa na akili pana kweli. Aryad kana tawila alqama qawiya albadan khabith alaql. Wanasema Aryad alikuwa na mwili, alikuwa na kimo kirefu, mwili mkubwa, ana nguvu kuliko Abraha, lakini alikuwa amfiki Abraha kwa akili, ana maarifa makubwa kuliko Abraha. Abraha akapanga ujanja fulani kumzidi akili mwenzake, akamfuata akamwambia, ma ra'yuka an nuwahhid aljayshayn, waonaje rai hii badala tuwe na majeshi mara mbili, tuliunganisha liwe jeshi moja ambalo tutakuwa na nguvu zaidi. Aryat akamuuliza Abraha, kisha iweje? Akamwambia, yakunu qaidul jaysh wahida, atakuwa mkubwa wa jeshi ni mmoja. Akamuuliza, idhan ana akunu alqaid. Akamwambia, basi kama ni hivyo mimi nitakuwa mkubwa wa jeshi. Abraha akamwambia, hakuna shida, in shi'ta kunta anta alqaid wa in shi'ta kuntu ana alqaid. Ni maelewano tu, ukiamua wewe utakuwa ndiye mkubwa wa jeshi na ama naweza kuwa mimi, hakuna tofauti. Wakakubaliana hivyo. Alafu Abraha lengo lake ni yeye achukue ule uongozi. Aryad alikuwa mpole, hana maneno mengi. Abraha akamfuata akamwambia, bana sikiza, mimi imenijia rai naona ni nzuri. Akamuuliza, rai gani? Akamwambia, hapa lazima kuwe na mapambano baina yangu na wewe, atakayemshinda mwenzake ndio atakuwa qaidul aam liljaysh, atakuwa ndio amiri mkuu wa jeshi. Cheo hakipatikani hivi hivi bwana, lazima yani kupatikane kujitolea muhanga ndio mtu apande hiyo ngazi. Akamwambia, sasa unasemaje? Akamwambia, hapa lazima tupambane mimi na wewe, lakini tusihusishe watu wengine, tusichukue jeshi hata la yahlaka nasara, tukawamaliza wenzetu bure. Akamwambia Aryat, akamwambia sawa, rai yako si mbaya, sasa lini? Akamwambia hata kesho. Aryat akakubali. Abraha alikuwa na akili nyingi, tumekwambia. Abraha akajipanga vingine, akapanga kikosi cha siri, wapiganaji wake. Akamwambia, bana, kuna habari hii na hii, kwa hivyo ninyi mtakuwa wangu na mimi nitaenda kwa mapambano na Aryad, nyinyi mtajificha sehemu hamtaonekana, lakini mkisikia sauti yangu mtoke mbio kuja kumaliza Aryad, tuchukue uongozi. Sasa akawa na kamili kikosi amekificha. Aryad ni mtu alikuwa na roho safi na alikuwa wafii, alikuwa mtu mkweli, mnavyokubaliana ni hivyo. Jaa liwahdi, alikuja peke yake, na yeye alijiamini kwa sababu ana nguvu na ujasiri wa vita. Alikuwa ana matumaini kwamba Abraha hawezi mbabaisha. Basi walipokuja pale mahali wamekutana mapambano, Aryad alipofika karibu tu, Abraha ضربه فشرمه في وجهه وألفه وشفته. Alimshambulia, akampasua uso wake, akampasua pua yake, akampasua mdomo wake, akamweka jeraha na alama kwenye hizi sehemu tatu: uso na mdomo na pua. Ndio sababu baadaye wanahistoria wakieleza kisa cha huyu bwana wanamuita Abrahatul Ashram. Ashram ni ile
yale mashambulizi yalifanywa na Aryat, akamweka alama zile kovu zile. Kwa hivyo anaitwa Abrahatul Ashram, sharramahu. Sasa Aryat katika mapambano akamlemea Abraha, lakini bahati nzuri alikuja akafanikiwa akamwangusha. Alipomwangusha akapiga ukelele kwa wale watu wake, kikosi kile katoka, fadharabuhu wa qataluhu, wakamua Aryat. Hapa Abraha akabaki na jeshi lote liko chini yake, akawa ndiye mtawala wa Yaman, ndiye ametawala Yaman, ardhi ya Najran. Mfalme wao An-Najashi kule Ethiopia, habari ilimfikia aliyoyafanya Abraha kumzunguka kinyume mwenzake. Najashi akakasirika, akasema lazima nije Yaman na nichukue kisasi kwa Aryat na nimalizane na Abraha. Sio maagano ya mfalme. Abraha aliposikia zile habari akajikuta muhaddadan min jihati An-Najashi, ametishiwa maisha. Alikuwa mjanja, alikaa akafikiria afanye nini. Akampelekea salamu Najashi, akamwambia kuntu nawaitu an abniya kanisatan adhimatan fi Sanaa liasudda al-arab an Makkah وأجعل الحج كل سنة في صنعاء. Akaambia mimi nimekuta hali nyingine huku imenichanganya akili yangu, kwa sababu kila mwaka naona Waarabu wanafunga misafara kila upande wanakwenda Maka. Nilipoulizia kuchunguza, wanadai kule kuna nyumba iliyojengwa na babu yao Ibrahim, nyumba ina utukufu. Kwa hivyo wanaienzi ile nyumba, kila mwaka au muda fulani wanaenda kutembea wakifanya ibada zao. Sasa mimi nataka nijenge kanisa moja kubwa, jumba la ibada kubwa, nyumba ambayo haijawahi kujengwa mfano wake ndani ya ardhi ya Waarabu, na lengo langu ni kuwazuia hawa watu wangu wasije huko, wasiende Maka. Kwa nini lazima waende Maka? Kwa hivyo nataka kugeuza hija iwe ni hapa Sanaa. Waarabu badala kwenda kule, watu wa Yemen badala kwenda kule, yahujuna fi baiti Sanaa. Alafu wakatumana zawadi, kampelekea Najashi. Habari hii kamfurahisha Najashi, kaona huyu amekuja na mabadiliko makubwa sana, na ni njia moja ya kukuza ile imani ya Kinasara. Abraha hasira zake zikashuka. Yule Najashi, mfalme wa Ethiopia, Najashi akatulia zile hasira, akamwona ni mtu wa maana huyu, ni mtu ana mambo mazuri. Alafu Abraha akamwambia mfalme wake, idha a'jabaka hadha fab'ath li jayshan wa malan wa fiyalan, naomba kulipa nguvu jeshi langu, nataka mtumanie wanajeshi wengine liwe jeshi kubwa zaidi, nataka kuanzisha mapambano kuteka maeneo mengi ya sehemu hii, alafu nitumie na mali ya jeshi ambayo matumizi ya lile jeshi na silaha tanunua, alafu na unitumanie ndovu wawe miongoni mwa lile jeshi lake, kulipa nguvu lile jeshi. Najashi akamfanyia yale anayotaka, akatumana nyongeza ya jeshi na mali ambayo watakuwa wananunua silaha wale, akamtumia na ndovu 8 au 9 hivi wanavyosema, wengine wametaja wengi zaidi ya hivyo. Na katika wale ndovu walioletwa kuna ndovu mmoja mkubwa, yani mkubwa afanani na wale ndovu wengine, na jina lake alikuwa kiitwa Mahmud. Wanasema هذا الفيل الأكبر إذا مشت معه الفيلة، وإذا توقفت
wa idha tawaqqafat alfiyala. Huyu ndovu akienda na wenzake wanamfuata yeye, akisimama wote wanasimama, akitembea na wao wanatembea. Kwa hivyo Abraha akawa na raha sana, ametumiwa wale ndovu na jeshi lake akalikuza, likawa jeshi la nguvu. Akajenga jumba lake, akalimaliza, jumba zuri sana. Wanasema lile jumba tuhfatu Sanaa, ndio kama pambo la Sanaa, yani sehemu ya Yemen ile. Linapendeza lile jumba kweli. Lam yara al-arab ajmala minha, Waarabu hawajawahi kuona jumba maridadi kama hilo. Alipolimaliza Abraha akawatangazia wenyeji kule, akamwambia kuanzia sasa sitaki kuona mtu anafunga safari kwenda Makka. Hadha baitukum, hii ndio nyumba yenu. Walhajj huna, na kama ni ibada ya hija na mambo yako yote fanya hapo, hakuna kwenda Makka. Hizi habari walizisikia Waarabu walioko Yaman, kabila moja kubwa Yaman ile Qahtan, na Makka kulikuwa na kabila moja linaitwa Adnaniyun, Qahtaniyin na hawa Adnaniyin, na hawa asili yao wanarudi paka kwa Nabii Ismail, paka kwa Nabii Ibrahim. Walipopata hii habari iliwauma sana, hawakukubali. Kwa nini iwe hivi? Wakamharibia ile heshima ile jumba Abraha, kumvurugia. Amepanga siku ya sherehe kulifungua. Ukawa kuna kauli mbili, wengine wanasema dakhala fiha al-a'rabi wa taghawwata fiha wa lataqaha min an-najasa. Ile siku ya kuamkia sherehe ile ufunguzi wa ile jumba, alikuja Arabi Bedwi, akaingia ndani ya ile jumba, akafanya haja pale ndani, akapaka paka kwenye ukuta, akalichafua. Asubuhi wakija kwenye ile jumba, haiwezekani, linanuka vibaya kabisa, harufu mbaya na uchafu umejaa. Ama riwaya nyingine wanasema Waarabu waliposikia walikwenda wakalivamia ile jumba siri, waharraquha, wakalitia moto. Abraha ya Najashi baada kuona hali, ima kauli ya kwanza au hii ya pili, ilimkasirisha sana. Akasema hakujua nani alifanya, lakini akili yake akasema hakuna aliyefanya hivi illa ahlu Makkah, lazima hawa ni watu wa Makkah. Wamesikia maamuzi yangu niliyofanya, na kwamba tena hawana hija tena, hija itakuwa sasa ni Sanaa ili Yaman, lazima hawa ni walifanya huo asili wao. Sasa Abraha akasema na mimi nitaonyesha, akaamua kwenda kuivunja al-Kaaba. Si wao wameivunjia heshima nyumba yake, na yeye ataona vunja al-Kaaba iwe hakuna tena ile jumba lao. Abraha akajipanga na jeshi na wale ndovu, akawachukua ndani ya jeshi lake, akiwemo al-Filu al-Adhim, yule ndovu mkubwa. Abraha akatoka na jeshi lake, safari anakwenda Makka. Jiani kila akifika maeneo, Waarabu wamepata habari yake, wanakabiliana na yeye, lakini nguvu ya jeshi la Abraha ni kubwa. Kila wanavyojaribu wamzuie Abraha kusonga mbele, wanashindwa. Wayakhudhu qaidaha asiran, na kila sehemu walifanya mashambulizi, mapambano na yeye, wanashindwa. Yule kiongozi anamchukua mateka. Akaelekea hivyo, kila sehemu wanapambana na wale Waarabu walioko. Wakafika sehemu moja ambayo kulikuwa na mapambano zaidi makali sana kuliko kabila zile zingine zote, na kiongozi wa ile sehemu anaitwa Nufail bin Amr, kabila la Shuhran. Alishindwa vita na Nufail, akachukuliwa mateka na nani? Na Abraha.
akamwambia, alikuwa atakumua, akamwambia la, usiniue, ana akunu dalilaka bi'adl al-arab, mimi nina msaada mzuri kwako. Akamuuliza nini? Akamwambia, wewe hujui Kiarabu, uzungumze lugha ya Quraysh, wale watu wakizungumza usikii, unahitaji mtu anayefahamu lugha yao. Kwa hiyo mimi nitakusaidia, tazungumza lugha yao. Akamwambia sawa, akamchukua. Basi wakaenda na jeshi Abraha hata wasala ila maqrubatin min Makkah, wakafika sehemu karibu na Makkah. Walifika maeneo yani baina Muzdalifa wa Arafa, wakawa wako katikati baina Muzdalifa na Arafa, yani baina Mina na Arafa. Sehemu ya Muzdalifa, Muzdalifa iko karibu na Mina, sehemu inaitwa Wadi Muhassir. Walipofika pale, Abraha akapiga kambi na jeshi lake pale. Abraha akataka kujua ramani ya Maka ikoje, na watu wa Maka wakipata habari yake watajibu nini. Ba'atha sariyatan ila ahli Makkah, akatuma kikosi waingie ndani ya Makkah, wapige doria pale ndani, wafanye uchunguzi wao, upelelezi wao. Kisha akamwambia, ituni bisayyidihim, na wakati mnarudi njoni na kiongozi wa Makkah, kiongozi wao mje naye hapa, ulizeni umchukue mje naye. Na wakati huo Makkah yarasuha jaddu an-nabii alayhi salatu wassalam Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf Shaybatul Hamd, alikuwa rais wa Makkah wakati huo, na kiongozi wa Makkah ni babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye anaitwa Abdul Muttalib. Jina lake kamili anaitwa Shaybatul Hamd, ndio alikuwa kiongozi wa Makkah. Kana sayyiduha al-muta', huyu ndio alikuwa bwana wa Makkah ambaye anasikizwa na anaheshimika sana. Hakujawahi kupita kiongozi Makkah aliyepata heshima kubwa kama watu wawili. Wa kwanza alikuwa Qusay, katika babu watano wa Mtume sallam, babu wa nne. Alafu mwingine alikuwa ni huyu Abdul Muttalib, ndiye alikuwa kiongozi wakati huo. Kile kikosi cha Abraha walipokuwa narudi, walisomba ngamia 200 walikuwa wanalisha maeneo ya Makkah. Baadhi ya wanajeshi wakaja na wale ngamia 200 kwa Abraha, alafu wengine wakamtafuta kiongozi wa Makkah ni nani, wakaonyeshwa, wakamwambia huyu ndio rais wa Makkah, sayyidu Makkah. Wakamweleza, wakamwambia mfalme amekuja na jeshi na yuko mbali na nyinyi, yuko karibu sana, lakini kwanza alitaka kujua nani kiongozi wa Makkah, kisha tuandamane na wewe uende kwake, ana mazungumzo na wewe. Abdul Muttalib akamwambia sawa. Wakafuatana wakafika kwa kambi ya Abraha. Abraha alimuona Abdul Muttalib wakati anakuja, rajul wasima alwajhi bahiya tal'a dha haiba wa waqar. Akamwona Abdul Muttalib ni mtu mwingine tofauti kabisa, ni bwana mmoja aliye na sura nzuri, maumbile mazuri, hasan al-hindam, yani ukimwona anavutia sana Abdul Muttalib, alafu ana utisho sura yake, na alikuwa mtulivu sana. Abraha alikuwa amekaa juu ya kiti kile cha ufalme, alisema ametengenezewa. Alipomwona Abdul Muttalib anakuja, akamwambia walinzi wake wamtandikie busati chini ili hawezi kukaa juu na Abdul Muttalib awe chini. Heshima ambayo anampa Abdul Muttalib. Alipofika pale, Abraha aliteremka akakaa chini ya busati, akamkaribisha Abdul Muttalib, akakaa naye pale. Abraha akamweleza Nufail bin Amr, ndiye mkalimani wake, akamwambia mweleze kiongozi huyu kuwa mimi nimekuja, sina haja vita na watu wa Makkah, nimekuja amani.
lengo langu liloleta ni kuvunja al-Kaaba, nyumba ya watu wa Maka, nirudi. Ikiwa wataniachia nifanye hilo, basi watabaki na amani yao. La watanizuia mimi, lazima nivunje al-Kaaba, wala qibala lahum, na wasisubutu kwamba ati wanaona wanaweza nizuia, hawawezi pambana na jeshi langu abada. Na Abdul Muttalib anaona ile jeshi wanadamu na ndovu wako pale, akamwona yule ndovu mkubwa yuko, wanasema alikuwa ni ndovu mkubwa anatisha, afadhali na wale wengine. Abraha akamsikiza maneno yake, alafu akamwambia muulize anasemaje. Abdul Muttalib akarudisha majibu, akamwambia mwambie mfalme wako mimi sina shida, wala watu wangu hawana jeshi la kupambana na jeshun aramram, jeshi kubwa lenye silaha kubwa kabisa, siwezi pambana na jeshi hili, bali naloomba mimi wanirudishie ngamia wangu 200. Jeshi lake wamechukua ngamia wangu 200, wanirudishie. Basi yeye kama atakuvunja al-Kaaba avunje, si hatuna shida naye, hatuwezi mzuia, hatuna nguvu hiyo. Abraha alipoambiwa majibu ya Abdul Muttalib alicheka sana, alicheka kweli, alafu akasema ma kuntu adhunnu anna sayyida Makkah ahmaq, sikudhania kwamba mzee kama huyu nilivyomuona sura yake na vile alivyo, nimeona ni mtu mwenye busara, nimempa heshima kubwa. Kumbe watu wa Makkah kiongozi wao mjinga kweli, mtu ana akili, pumbavu kabisa, ahmaq. Jitu ahdima izzakum wa majdakum wa yukallimuni fi mawdu'i al-ibn, asema huyu mimi nimekuja kuvunja nyumba yenye historia kubwa, nyumba yenye utukufu wake, nyumba inafungamana na dini yao. Badala azungumzie mambo muhimu kama haya juu ya hii nyumba, ananizungumzia kuhusu ngamia. Huyu mtu hayumo, huyu si kiongozi. Huyu anakaa vipi? Watu wa Maka wamemtoa wapi mtu kama huyu awe kiongozi wao? Yule bwana akamrudishia maelezo Abdul Muttalib. Abdul Muttalib hakukasirika, akamwambia bwana, sikiza, mwambie mfalme wako ana rabbul ibil wa inna lilbayti rabban sayahmi, mwambie mimi ndiye mwenye wale ngamia, kwa hiyo mimi nadai kilicho changu mimi. Ile nyumba ina mwenyewe ataitetea. Kama mwenye nyumba atamwacha ivunje, si lawama yangu, lakini mimi natetea mali yangu. 200 ibil, anipe ngamia wangu 200, hayo mengine ni yake. Sasa atakutana na mwenye nyumba huko. Abraha kaambia rudisheni ngamia wako 200, mpeni ngamia wako. Abdul Muttalib akachukua wale ngamia akarudi nao Makkah. Alipofika Makkah, Abdul Muttalib jambo la kwanza dakhala al-Masjid al-Haram, aliingia kwenye ile al-Kaaba. Kwanza alifanya tawafu al-Kaaba, alipomaliza alikuja kwenye mlango wa al-Kaaba unaitwa Babul Multazam. Abdul Muttalib akatoa machozi kuisikitikia ile nyumba, alafu akazungumza na Allah. Wanamjua Allah subhanahu wa ta'ala, akasema Allahumma illa al-'abda yamna' rihlahu famna' rihlak la yaghlibanna salibahum abadan bi'alak. Abdul Muttalib akazungumza na Rabbus samaa, Rabbul bayt, akasema ya Rabb, ya Allah, illa al-'abda, huyu bwana amejiona ana nguvu kubwa, ana jeshi, hatuna jeshi wa sisi, hatuna nguvu alizonazo Abraha. Sasa nguvu alizonazo ameona aje avunje nyumba yako, sababu anatetea Waarabu wafanye hija kule kwake kwa nyumba yake. Ndilo lilomtia hasira, ana lazima hija igeuke, sio al-Kaaba, ni kule. Famna rihlak, na wewe utetee msafara wako, watu wanakuja hapa kwenye nyumba yako kuizuru hii nyumba yako, itetee hii nyumba yako, sisi hatuna uwezo huo. La yaghlibanna salibahum, mimi na kuomba ya Allah
imani yao walionao wao na dini yao, basi haikushindi wewe. Imani yako, dini yako ndio ya haki, na hii nyumba ni nyumba tukufu alijenga babu yetu Ibrahim, rafiki yako Ibrahim. Nguvu zako ulizonazo ni kubwa, huwezi shindwa na nguvu ya mwanadamu. Alafu alipomaliza maombi yake, yasemekana Abdul Muttalib aliwaita wanawe kina Abbas na wengine, wakawa wanaitikia ile dua akiomba. Walipomaliza, Abdul Muttalib akatoa tangazo kwa watu wa Makka, akawaambia ukhruju min buyutikum, na waomba kwa heshima na taadhima, amri yangu msikize, tokeni kwenye mji, udkhulu, tokeni kwenye nyumba zenu, udkhulu ukhruju min buyutikum, tokeni majumbani mwenu, wakhruju min alharam, na mutoke ardhi hii ya Makka, was'adu ala aljibal, na mupande kwenye majabali kule juu, kaini mbali kabisa, hapa kutakuwa na mapambano ya ajabu yatakayotokea hapa, hamtawezana nayo, tukaeni mbali kabisa, tuacheni uwanja baina rabbul baiti wa Abraha, mapambano baina ya mwenye nyumba na Abraha, sisi tutokeni. Waswahili wanasema ndovu wawili wanapigana, zinazoumia ni nyasi, si ndivyo? Abdul Muttalib anatetea raia wake, anambia tokeni, tusikae kwenye uwanja wa vita. Wakana mujaba dua, wanasema wana tarehe na Abdul Muttalib alikuwa ni mtu anajibiwa dua yake, akiomba dua inajibiwa hapo kwa hapo, kwa sababu Abdul Muttalib alikuwa tofauti. Lam yashrabi al-khamra qattu wa lam yasjud li sanam. Abdul Muttalib maisha yake yote hakuwahi kunywa tembo wala kusujudia sanamu. Kwa hivyo imani yake ni imani safi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na alikuwa akienda na maagizo ya Sayyidina Ibrahim anavyosikia, na mtume akadondoa kidogo kwake baadhi ya mambo fulani ya dini ya Ibrahim. Kwa hivyo Abdul Muttalib akatoka na watu wake, wakaondoka Makka kwenda. Abraha amebaki na jeshi lake, akaliandaa jeshi vizuri. Sasa wanaingia Makka na jeshi na ndovu wale kwenda kuvunja al-Kaaba. Abraha aliongoza jeshi lake. Kabla hawajaondoka, Nufail bin Amr, yeye ni mateka lakini anaheshimu al-Kaaba na nyumba inatukuzwa, alifuata yule ndovu yule mkubwa, akaenda akamshika sikio, akamwambia ya Mahmud, tawajjah حيث شئت ولا تتوجه إلى الحرم فإنه بيت معظم. توجه إلى اليمن وتوجه إلى الشام، أما الحرم فلا فابعد. akamwambia nisikize vizuri wewe ndovu wewe, ukiambiwa uende huku Maka usikubali kwenda Maka, usiingie Maka. Wewe nenda popote, itaji haithu shay, wakikuelekeza popote nenda, iwe ni upande wa Yaman rudi uende zako. Ukiambiwa kwenda Sham nenda, ama ukielekezwa Maka fala fab'ud anha, usikubali kwenda huko, siku nzuri. Alafu Nufail akarudi, basi safari sasa kuingia Makka. Wameenda masafa kidogo, fabaraka alfil, yule ndovu akapiga magoti akaa chini. Abraha akashangaa, vipi huyu tumetoka naye Yemen mpaka hapa, vipi anashindwa kwenda na ni mzima? Wakajaribu kila njia kumtesa, wanasema wamechukua mpaka chuma, mwisho adharamu fiha an-nar wa wada'uha tahta ibtai, wakamwekea chini ya kwapa zake kwenye matumbo yake chuma cha moto, ili kumtishia aogope, anyanyuke aende. Yule ndovu alipokuona wanataka kumchoma, akanyanyuka akageuka
anaenda huko Yaman alikotoka. Wakamzuia, wakamgeuza elekee Makka. Alitembea akapiga magoti. Pale anapofika hapo azidi mbele anapiga magoti. Wakajaribu kumbembeleza, kumpiga aondoke, haendi. Wakajaribu kumuelekeza Sham, wakimuelekeza Sham anakwenda, anatembea kabisa. Wakamzuia aende Makka. Alipofika pale akapiga magoti, amekataa kwenda. Tunajua kwamba viumbe vyote vinamtii Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanadamu ndiye anajua ukaidi na Allah. System ya maasi ni jini na mwanadamu. Viumbe vingine havijui maasi, havijui ukaidi wa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amri kutoka kwa Allah ni hivyo. Tulieleza moto, Sayyidina Ibrahim alitupwa ndani ya moto. Allah aliwaambia nini moto? Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Moto kwa baridi, amani. Bali baadhi ya ulama wanasema ule moto wa ile amri, hakuna moto siku hiyo ulikuwa unapikiwa uliivisha chakula. Yani kama moto yote ilifanya mgongo kwa amri. Yani kila moto una hofu kwamba mimi nahusika katika ile amri, na moto ulikusudiwa ni ile godauni lao. Lakini Allah sema ya naru. Kwa hiyo moto wote ulikuweko wakati siku hiyo ulikuwa na hofu isije kama mimi pia nimehusishwa kwenye ile amri. Hakuna aliyepika chakula kikaiba. Baadhi ya ulama wanasema hivyo. Sasa ndogo amegoma na ndio anategemewa. Ndogo wengine hawaendi kwa amri, lazima amri ya huyo, wanamfuata yeye. Abraha alipoona analeta gozi pale, anachelewesha muda na nini, kwamba jeshi lake twendeni. Hakuna hapo, tulipofika hatuwezi rudi nyuma. Akaamua kuingia na jeshi lake. Abraha alipofika maeneo, imekuja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala alitoa kikosi katika jeshi ya ulimwengu wake. Inasemekana kikosi hiki kilitoka maeneo ya baharini huko. Walikuja asrabu tayr, vikosi vya ndege. Lilikuja jeshi likazunguka jeshi la Abraha lote. Ndege wale wakaizunguka anga ya Makka, wakalizunguka jeshi la Abraha kwa haraka sana. Ghafla Abraha na jeshi lake wanashambuliwa na makombora. Wanashangaa imekuwaje, imetoka wapi? Watu wa Makka hawana nguvu na jeshi lake, basi na Mwenyezi Mungu pia hawezani na jeshi la Abraha. Allah subhanahu wa ta'ala ameleta kikosi kikavamia lile jeshi, kikosi cha wanahewa. Ndege wale walikuja na makombora ya ajabu, vijiwe vidogo, tayran min hijara min sijil musawwama. Vindege vile, wale ndege kila moja amebeba makombora matatu, vijiwe vitatu. Hajarun fi milqari, kijiwe kimoja kwa mdomoni, wa hajarani fi rijlain, alafu mawe mawili kwenye miguu yake. Kwa hivyo kila ndege ana makombora matatu, na kila jiwe lina mtu maalum. Kila ndege ametumwa, ana mlengwa pale, anajua mimi watu wangu ni fulani na fulani na fulani, musawwama. Allah amewapa maagizo na kazi ifanyike haraka kumalizana na jeshi la Abraha. Wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Kwa wanatupiwa vile vijiwe, naangushwa kijiwe, ndege kule aliko anamuona mwanajeshi yoyote wa Abraha chini, na anamlenga pale alipo, na kijiwe kimoja peke yake kinatosha, kinaingia kwenye utosi. Vijiwe vina moto kwa kweli, kemikali hatari. Kile kijiwe kikiingia kinaunguza kila kitu, vifaa vyote ndani ya mwili, na choma kabisa mwili wote unaunguzwa. Kile kijiwe kinatoka kwa nyuma, na ule mwili
unabaki matundu kama ambaye umetafunwa na jani limetafunwa na wadudu, umeharibiwa ule mwili na zile kemikali zote anamalizika, mtu anaanguka na kufa. Wanajeshi wa Abraha wote wakazungukwa na hao ndege, wakamalizana na wao. Aliyejaliwa kukimbia alikuwa Abraha na yule dalili wake Nufail bin Amr. Nufail ukweli hakuwa na nia kwamba hakukuunga mkono ivunjwe al-Kaaba, lakini amezidiwa nguvu, amebebwa na nani? Na Abraha. Basi Nufail njia zile anazijua, wao wanakuja Maka wakifanya ibada, akakimbia mara moja. Abraha alijaribu kutafuta namna ya kurudi, Mwenyezi Mungu akampa ugonjwa wake wa kipekee. Yeye hakutumaniwa lile kombora, Mwenyezi Mungu alimuua taratibu, na huko anakimbia. Allah subhanahu wa ta'ala alimletea ugonjwa kama watetemaji, unafura mahali panaoza, pale mahali ndofu lile nyama linaanguka, panaambukiza pengine namna hiyo, akawa mwili wake unaoza sehemu na anguka vipande vya nyama, na anaona anakimbia. Basi ule ugonjwa unamlemea hivyo, alifika mpaka Yaman. Akifika ule ugonjwa umemzidia, ukadondoka moyo wake, akaanguka. Zile nyama zimeoza kwa zinaanguka. Mwenyezi Mungu alimrudisha Yaman, wamuone watu wa Yaman mfalme wao huyu, yaliyomkuta ndio haya, washuhudie kwa macho yao, iwe si historia wanaambiwa. Na ndivyo Allah anapokasirika, akimtia mkononi dhalim, lam yuflitu, hafurukuti tena. Kwa hivyo Abraha na jeshi lake likamalizwa hali hiyo, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Hiki ndio kisa kilitokea. Allah subhanahu wa ta'ala anahadithia ndani ya Qur'an, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, hivi hujui? Neno tara katika lugha ni kuona, lakini ikiwa tukio lilifanyika hukuwepo, utaona vipi? Unachokiona ni jambo lafanyika huko pale. Sasa Allah anazungumzia jambo nyuma kabisa. Kwa nini anasema alam tara, kama kwamba sisi tuna macho ya kuona yaliyofanyika kule? La, Mwenyezi Mungu anamaanisha ru'yatul qalb, yani anapokuhadithia Mwenyezi Mungu hichi kisa ni kisa cha kweli, lianna Allah huwa alhaq wala yaqulu illa haqqan. Kwa hivyo ni sawa kama kwamba unaona shahidi kabiwazi bayana. Alam tara, je, ulishuhudia kwa macho yako, ukashuhudia kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alilifanya vipi jeshi la ashabi, watu wa ndovu. Baadhi ya ulama wanasema Allah mbona ametumia fil, ndovu mmoja na walikuwa wengi? Allah anasema bi ashabil fil kwa sababu anakusudia yule ndovu mkubwa aliyoko, akitajwa yule ni kama wameingia ndovu wote wengine. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, hichi kisa yani lihikmatin aradaha Allah, kwa siri aliyokusudia Allah, kimetokea na miezi tu au masiku kidogo alizaliwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ili iwe mazazi yake hayatasahaulika, tarehe yake ijulikane haraka, tarehe amezaliwa Mtume na mwaka wake. Na Waarabu walikuwa kihisabu miaka na matukio fulani yakitokea, lakini hili lililotokea likawa kubwa sana kwao, ikawa kuanzia hapo wanahisabu hili limetokea kwa mwaka mmoja baada amil fil, baada tukio la jeshi la ndovu limetokea kadha miaka miwili baada tukio la ashabil fil, ikawa rahisi historia ya Mtume kujulikana hivyo. Sasa Allah anazungumza haya maneno kutuambia sisi vipi. Wanaokusudiwa hapa ni watu wa Quraysh wa Makkah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuk bi ashabil fil, lakini anaingia kila mmoja anajigamba na nguvu alizonazo kuwa adui na Uislamu, kuwa adui na sheria za Allah, hataki Uislamu usimame katika ardhi. Anaambiwa alam tara. Quraysh alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwambia inni rasulullah, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Allah man
rabbul bayt arsalani ilaykum liad'uakum ila kalimati ash-shahada, mola wa hii nyumba amenileta ni mtumi kwenu, muache ibada ya masanamu, muabudu peke yake. Makuraishi wakaanza vita na Muhammad. Allah ndio anasema nyinyi, yani mnasahau aliyoyafanya Allah mola wa Muhammad alilifanya vipi jeshi la Abraha. Kuna mmoja ana nguvu kama alizokuwa na Abraha. Nyinyi watu wa Makuraishi, nyinyi watu wa Makka, mnasahau vipi na tukio lilifanyika kwenu? Mambo yalitukia hapa kwenu. Vipi mnakuwa adui na Allah? Vipi mnatangaza vita na Muhammad? Mnasahau yaliyowapata ashabul fil. Ni maana mnajiweza. Jeshi la Abraha lilishindwa, na nyinyi mnajaribu kutoa kichwa, mwanze ujeuri na ufedhuli juu ya Uislamu, juu ya Muhammad. Ndio lengo la Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله Jumatatu tutaendelea na tafsiri ya zile aya zilizoko kwenye sura.